Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji. Hii tuna somo zuri na somo kuu wa Kristo katika yote. Tumeona masomo mengi ikiwemo mzaliwa wa kwanza. Tumeona masomo ya kichwa cha kanisa. Masomo mengi tumefukua na wiki nzuri. Leo tunapofika siku ya Ijumaa tunapoenda kujibu maswali lakini pia kutoa hitimisho. Tunakaribisha ndugu mtazamaji nasi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema na wewe ni unatupenda. Tunapoanza masomo haya tunakualika uanze nasi. Maswali haya Baba, utusaidie, utujibie sawa sawa na mapenzi yako. Tunapopata majibu haya tunamwombea na anayetutazama anayapata kuelewa. Kaa nasi tunapoanza ni mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Haya, somo la ukuu wa Kristo tulitembea na Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 17, ambapo alisema naye ni mfano wa Mungu huyo ye Kristo asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla vitu vyote, na vitu vyote ushikani katika yeye. Amina. Sasa tunapotafakari na kuvunja ya mwisho ile mifupa migumu, mfupa wa kwanza, hebu tutafakari juu ya umilele wa Kristo. Tumesikia hizi lugha za mzaliwa wa kwanza, mfano wa Mungu asionekana, vitu vyote vimefanyika kwa njia yake, mwanzilishi wa vitu vyote. Sasa tujaribu kuzingatia huu uungu wa Kristo, huu uungu na hizo lugha, tukilinganisha na uungu wa Kristo wa umilele wake, hasa pale msalabani. Hivi ni muhimu kiasi gani kuamini ya kwamba huyu mzaliwa wa kwanza, mfano wa Mungu asionekana, huyu akiwa pale msalabani alikuwa ni Mungu katika umilele, ni Mungu kamili katika mwili, na ndiye muumba wa vitu vyote pale msalabani. Maana kuna dhana nyingine anasema hapana, yule alikuwa ni mwanadamu tu, aliumbwa kama sisi tu na nini. Lakini je, dhana ya kwamba ni Mungu aliyekufa pale msalabani, Mungu katika mwili aliyekufa pale msalabani, ni muhimu kiasi gani kuelewa hili? Inaweza ikaongezea thamani sadaka yake pale msalabani au ikapunguza? Kusaidia mimi sema inaongeza thamani. Yaani kitendo cha kujua kwamba yule aliyekuwa pale msalabani alikuwa ni Mungu, au alikuwa ni mwanadamu, alikuwa ni Mungu katika umbo la mwanadamu, inanipatia picha kwamba kumbe mwanadamu wa kweli aliweza kuandikwa pale msalabani, lakini anatuonyesha ule uungu wa kwenda hatua, yaani tatuonyesha jinsi gani ya kuwa mwanadamu wa kweli ndani ya mwili huu, yaani udhihirisho wa uungu wa Mungu katika mwili wa wanadamu. Na sasa mimi kwangu inakunipatia faraja kwamba kumbe alibeba madhaifu yangu ili mimi niwe kama yeye. Kwa kupitia kifo chake pale msalabani anachokufa, mimi niweze kufananishwa na yeye. Na sasa niseme kwa lugha nyingine, ananipatia pia uanzilishi kwamba kupitia yeye ndiye kichwa, mwanzo wa uumbaji mpya, na mimi kupitia yeye ninapewa tena maisha mpya katika mwili huu wa wanadamu. Uungu wake unaenda kuwa udhihirisho katika mwili huu wa kwangu mimi kwa kupitia Yesu Kristo.
Mimi najaribu pia kuangalia ni zaidi ya mimi na Kristo, kwamba nina mwanzo katika yeye muumba wangu pale msalabani, kwa kweli alikufa, basi ninashiriki mauti yake, nashiriki ufufuo wake. Hapa kwa kuwa yeye sio tu aliniumba mimi, aliumba vitu vyote, kwamba alikuwa ni Mungu katika mwili akafa, inamaanisha uumbaji wote umemalizikia kufa pale. Na kama amefufuka, mwana wa Mungu, mwanzilishi, kichwa, mfano wa Mungu asiyeonekana, basi ni mzaliwa wa kwanza wa wafu, wa uumbaji mpya. Kwa hiyo ninatarajia pia kwamba mauti yake itakuwa ni uzinduzi, ni umalizio wa uumbaji wa zamani na uzinduzi wa uumbaji mpya. Maana huyu sio kwamba mwanadamu tu, ni mwanadamu katika Mungu, katika uanzilishi wa uumbaji. Nimekuona umepiga pozi tu, una meza fulani na kama mfupa sijui una upokeaji. Nilikuwa naangalia katika njia hiyo kwamba umuhimu wake ni kwamba alituonyesha njia ya kuenda, kwamba baada ya kukosa utukufu ule tulitakiwa tuanze upya. Ndio ndicho alichokuja kutuambia, kuanza upya. Na umesema kwamba alikufa sasa kumbe na sisi kukosa utukufu pale, uzamani lazima uishi. Tuanze upya, tukafie pale. Kwa hiyo yeye alituonyesha tu kwamba ninayofanya hivi ndio njia yenyewe. Sasa somo la juzi linasema kuvipatanisha vitu vyote. Yaani yeye ni mpatanishi wa vitu vyote vilivyoko mbinguni, usultani, enzi na vilivyoko duniani. Hebu piga picha katika ulimwengu wa roho, wanamuona muumbaji katika mwili ama hata roho. Ulikuwa unafikiria nini? Unadhani walikuwa wanafikiria nini? Unadhani ulimwengu usioonekana ulijihusisha vipi au unajihusisha vipi kutambua mauti ya Kristo? Maana inaonekana inawahusu. Anapatanisha vitu vyote. Mauti ile ni upatanisho. Na ufufuo wake ni upatanisho. Sasa sisi kwa upande wetu tunazungumzia, hebu wazia upande ule. Wanapokeaje? Wanapokeaje? Mtu aliwahi kusema kwamba huyu ni orator tu, mtu anayeongea, kwamba wanafunzi wa Yesu baada ya pale wakaona kwamba wamepoteza, kila mtu akaanza kwenda kivyake, kwamba biashara hii itakuwa imeisha, tunaanza. Lakini baadaye anajitokeza Kristo mwenyewe, anafufuka. Anapofufuka wanakutana na anawaambia kwamba subirini hapa ndio mkaanze safari. Kwa kawaida walikuwa wanafikiri kwamba ndio imeisha, kumbe ndio ilikuwa inaanza. Kwa hiyo umuhimu wake ni kwamba kama mtoto anavyojua kwamba baba ndio kila kitu, ukimpiga anaenda kwa baba, akiona mtu mwingine anamfokea baba kwa hii sasa ina. Kwa hiyo pale walishtuka, lakini habari njema alipofufuka wakapata nguvu. Kwa hiyo kuna mshtuko. Amina. Na ni vizuri kutambua kwamba malaika nao enzi za manabii, Mungu anaposema nitamtoa mwanao, ninaenda kuanzisha upya, ninaenda kwa nani, anasema nao malaika walikuwa wanachunguza hii itakuwaje. Uasi pale bustanini au kuwa tu kati ya Adam na Hawa,
ulihusisha pia viumbe. Uasi wa Babiloni pale ulihusisha viumbe. Uasi wa kabla ya gharika pale ulihusisha viumbe pia. Kumbuka ile Mwanzo sura ya 6, wakatamani wanadamu wale malaika wale wana wa Mungu. Lakini achana na walioasi, hata hawa ambao walikuwa upande wa Mungu walikuwa bado wanaendelea kuangalia tamthilia inavyoenda. Mwishowe utakuwa nani msema kweli, nani wa kuaminika, nani wa kuaminiwa. Hivi unajua malaika nao huwa walikuwa wanaona mashaka kama unavyosema njia za Mungu na jinsi atakavyolimaliza. Sasa pale msalabani walikuwa wana shauku, wana interest Mungu anaendaje, anaenda. Kwa hiyo upatanisho bila shaka uliofanya hivyo, kama ulivyosema katika ule mfano kwamba alipopigwa kondoo walitawanyika, lakini alipotokeza wakaanza kujikusanya kwake. Hakukusanya tu wanafunzi, hata malaika wote sasa hivi wanasema amepewa jina lipitalo majina yote. Tena sio tu hapa duniani, hata vya mbinguni. Ndio hapo wanasema hata enzi, hata mamlaka. Naomba nikwambie, yani sasa hivi kama kulingana na Kristo Yesu alivyokufa na kufufuka sasa hivi, yani ukimwita Baba kwa jina la Yesu, malaika wanavyoitikia kwa furaha na nguvu na utisho na wepesi, kwa sababu wanajua huyu Mungu yukoje. Pale msalabani amejulikana pale. They know it now. Ndio wanasema furahieni enyi mbingu na ninyi mkao kule. Sasa hivi kuna furaha. Ilikuwa ni huzuni, ilikuwa ni it was gloom and chaotic. Ilikuwa kuna matumaini. Wow. Kuna watu ambao hawaamini kwamba eti Kristo amekuwako na Mungu, japo ni mwanzo wa viumbe vyote, kwamba amekuwako na Mungu siku zote, kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alifanyika Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo. Wao wamekamata pale tu vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Yeye alikuwa ni mwanzo wa uumbaji wa Mungu, aliumbwa na Mungu ili amsaidie Mungu kuumba. Lakini eti kwamba amewahi kuwa milele zote na Baba huko, hiyo kidogo kwao inakuwa ni shida. Unaweza kumsaidia mtu wa namna hiyo mwenye shaka? Maana tunachojua ni kwamba japo ni mwanzilishi wa uumbaji wote, lakini ametoka kwa Mungu, alikuwako kwa Mungu na ametoka kwa Mungu. Hiyo lugha unaweza ukaielezeaje tunapomaliza? Kuna sehemu fulani wamesema yeye alikuwa ndio wazo la Mungu. Katika kitabu cha Ibrania sura ya kwanza anasema ndio alifanyika kwenye somo hapa Ibrania sura ya kwanza ile. Tuna maneno mazuri sana pale kuweza kumsaidia mtazamaji wetu. Yeye anafuata chapa ya nafsi yeye ya uwezo wake mstari ngapi? Watatu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akavichukua vyote kwa uwezo wake. Mfuata naendelea huko mbele. Sasa kama ni nafsi yake na chapa ya nafsi yake na ni wazo mwingine anasema ni wazo lake, alikuwa basi na Mungu tokea mwanzo, alikuwa kwa Mungu. Kama ni nafsi yake, kuna utengano sasa kwamba nafsi ilikuja baadaye. Ule udhihirisho wa Mungu, yani kwa lugha nyingine Kristo alikuja kutudhihirishia, kutuonyesha uungu uko hivi. Alikuwa kwa Mungu, chapa halisi. Katuletea wanadamu jamani. Yaani kuna sehemu unauliza tutawezaje kumwona Mungu? Anasema aliyeniona mimi amemwona Baba. Ndio ule udhihirisho wa Mungu. Sasa ule udhihirisho wake unatosha kutuambia kwamba alikuwepo na naye. Tokea kwa Mungu alikuwa kwake. Ametoka kwake. Nenda. Akisikia hiyo imetosha kwa sababu amina. Anasema yeye na Baba ni kitu kimoja. Kwa hiyo kama Baba aliumba
hakuna wakati ambapo hakuna huo hakuwa katika huo umoja. Wote kila siku. Isipokuwa pale msalabani aliposema Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini naye alikuwa pamoja na Mungu pia. Alisema Mungu alikuwa pamoja na Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ila Baba alikuwa ndani ya Kristo. Ila mwana hakuweza kumuona Baba kwa kuwa alikuwa amefunikwa na dhambi za ulimwengu, amechukua dhambi za ulimwengu. Ni hapo tu, lakini walikuwa pamoja pia kiutendaji. Neno la mwisho tunapomaliza, kila mmoja ateme neno la mwisho. Mimi ni kichwa katika Kristo. Hiyo ndio umependa, umeondoka nayo. Haleluya. Wewe una jambo gani ambalo umelifurahia unatoka nalo? Yaani mimi nilichotoka nacho ni kwamba nimepatanishwa. Na sio mimi tu. Hadi na viumbe vyote, hadi nzi. Haleluya. Tumepatanishwa Kwa jina la Yesu. Mimi nilichotoka nacho ni kwamba mimi naweza nikavitiisha vitu vyote nikiwa ndani ya Kristo Yesu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya Yesu Kristo aliyetuunganisha na wewe na mbingu na nchi. Tunasalimu amri sasa, vichwa vyetu tukiinamisha, ujulikane wewe, hekima yako, roho wako, nguvu zako. Bariki mwenzetu pia naye anapojitiisha katika Bwana wa Yesu Kristo, kwa kumpokea kama Bwana wake, kichwa chake, mfano wa Mungu asionekana, mwanzilishi wa uumbaji mpya. Naye Baba akashiriki uumbaji huu, rehema hizi, fadhili hizi sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tunaingia somo la 9. Tunamalizia leo. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia ukuu wa Kristo katika yote. Sasa somo la 9 nasema upatanisho na tumaini. Karibu sana. Mimi ni Ahmed Rubinza, Enos Makalindile na Jofu